tulikokitoa kilikuwa zero kabisa mpaka kilipofikia hapa. Mpaka kinafika hapa, kuna watu walijitoa, wanasema hali na nini na mali. Kwa nafasi hii sisi tuliopata kuwa viongozi wa ngazi zote, inabidi tukisaidia chama hichi kwa hali na mali. Mmoja ukisaidia chama hichi lazima kiwe kina ofisi ya uhakika. Na huwezi kuanza kuwa yani mtoto huwezi kuanza kuwa na nyumba nzuri wakati hujamjengea baba yako, hiyo ni laana. Unatakiwa uanze kumjengea baba yako na mama yako waishi vizuri, ndio wewe ukatengeneza maisha ya kifahari huko chini, si ndio? Pale mkoani pale wako viongozi wamepita na nyinyi mkiwepo, mmechangia, lakini tukaona sasa tuje na mfumo mwingine. Mfumo uliopo tukasema turudi chini kabisa kule. Hiki chama kinajengwa na nani? Na wanachama. Ndio maana tukarudi kwenye matawi. Tukasema kila tawi moja la chama chetu lituchangie shilingi 30,000. Pale ile kamishna jengo linahitaji milioni 400. Kila tawi tuchangie shilingi 30,000. Huo una mradi, usio na mradi tutatumia wanachama wetu. Kata hizi kata tutazungumza kwa ngazi ya kata. Ngazi ya kata tunatakiwa tuchangie shilingi 500,000. Kwa nini tunasema tuchangie 500,000? Tawi moja likiamua kuchangia 1,000 ni watu 30, tunapata 30,000. Lakini kwenye matawi yao naamini mtu mmoja anaweza katoa zaidi ya shilingi 30,000. Kwa hiyo tukasema tawi moja lituchangie shilingi 30,000, kata ichangie shilingi 500,000, wilaya tumeipa majukumu yake, na mkoa na taifa. Tunafanya harambee mwezi huu mwishoni. Na Mungu akijalia kwenye harambee yetu mgeni rasmi atakuwa waziri mkuu, tumemwomba akakubali. Kwa tunafanya taratibu za chama, tuombe kupitia viongozi wetu, kwa tunatarajia mwishoni mwa mwezi huu tufanye harambee. Lakini kama hatujafanya harambee, lazima sisi tuwe tuna kitu tumeshika. Nadhani ujumbe ushawafikia makatibu, watusaidie kuwashawishi wanachama wetu wakichangia chama chetu, ili sasa ile ofisi iwe na hadhi ya kimkoa.